ninaomba upige makofi ya shangwe na vigelegele wakati namkaribisha Pastor Paul. Karibu pastor wetu. Ongeza makofi, hayo hayatoshi. Piga makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya jioni ya leo ambayo wanao umetupa nafasi ya kuwepo nyumbani mwako, na liko jambo ambalo umeandaa kwa ajili ya mtu huyu kusema na yeye, kumpa nguvu ya kuendelea mbele, kufungua maisha yake, kumjaza nguvu ya kumshinda adui yake. Katika jina la Yesu Kristo, zungumza na sisi na ukayafanye mambo yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Basi naomba uketi mahali pako. Tunayo jioni nyingine nzuri ya kusikia kutoka kwa Bwana. Tulikuwa na wakati mzuri siku ya Jumatano tukiwa na mchungaji wetu, kiongozi na askofu wetu, na akawa akisema na sisi kwa habari ya somo lisemalo vita vya kiroho, na akaanza kutuambia kile ambacho watuambia mara kwa mara kwamba maisha ni ya kiroho, na kama maisha ni ya kiroho, basi vitu vingi vinavyotakiwa kuyawezesha hayo maisha vitakuwa ni vya kiroho. Kwa leo sasa tutapiga hatua nyingine ya pili, na tutaangalia kipengele cha somo hilo kinachosema silaha za vita vyetu. Kama ni vita vya kiroho, basi ziko silaha za vita hivyo. Kwa tutasema somo la leo, silaha za vita vyetu. Hebu sema silaha za vita vyetu. Mwambie jirani yako, silaha za vita vyetu. Tutaangalia mambo machache na nitaongea na wewe kwa risali moja tu, alafu leo tutaishia hapo. Lakini nikuonyesha angalau mambo kama 4 au 5 ya kufahamu kuhusu silaha za vita vyetu. Nasoma maandiko mawili ambayo tutakuwa ndio msingi wetu, na utapata mambo mengi. Ni maandiko ambayo umeyazoea, lakini utayasoma kwa namna fulani ambayo kwenye kila andiko kuna kitu utakijifunza kwa habari ya vita. Jambo la kwanza la kufahamu kwa habari ya vita vya kiroho na silaha za vita vyetu, lazima tufahamu aina ya vita vyetu iko vipi. Kama tumegundua tuna vita, basi lazima pia tufahamu aina ya vita yetu ni vita ipi. Kama nakumbuka vizuri, tukasoma andiko la kitabu cha Mwanzo ambalo ilikuwa ni msingi wa ibada ya Jumatano, kwamba mwanzo wa vita ilikuwa ni ile Mwanzo sura ya 3, ambapo shetani tangu siku hiyo alianza kuwa nani? Adui. Alianza kuwa adui kati yake yeye na uzao wa mwanamke. Anasema uzao wa mwanamke utamponda Ibilisi kichwa, na yeye Ibilisi atawang'ata visigino vyao. Kwa tangu siku hiyo tukaanza uadui. Tunaanza kuona jambo la kwanza, uadui wetu ni baina yetu na nani? Na shetani. Uadui wa kwetu ni baina ya sisi na nani? Na shetani na watu wake. Shetani na watu wake ni adui zetu sisi. Lakini uadui wetu lazima pia uclassify kwamba ni uadui wa aina gani. Uadui wetu kama shetani ni adui yetu, ni adui wa namna ipi? Kwa sababu wako maadui kadha wa kadha. Yuko mtu ambaye ni adui yako, yeye tu hamsemeshani, hamongeleshani tu, lakini adui yako. Yuko mtu ni adui yako, unamfahamu, mnakaa sehemu moja, mnafanya kazi sehemu moja, lakini wewe akili unajua kwamba huyu ni sehemu ya maadui za kwangu. Je, shetani yupo ni uadui wa namna gani? Tunaanza kuona uadui tulionao kati yetu na sisi na shetani ni uadui wa kupigana. Yaani popote mkipatana hakuna maelezo. Unasikia vizuri? Popote mkipatana na shetani, namna ya uadui ulivyo sisi na shetani si ule uadui wa kama mtapatana sehemu tu mtakunjiana midomo au macho. Sio wa hivyo. Ni uadui ambapo popote mmoja akimpata mwenzake yuko tayari kumpiga.
Ni uadui ambao popote akipata nafasi ya kumzuru mwenzake anamzuru bila kuipoteza nafasi. Ni wewe ambao unaweza kuchezea nafasi hata moja ya kumshambulia shetani, lakini shetani huwa hapendi kupata nafasi kama akifanikiwa kupata nafasi ya kumzuru adui yake, ambaye tangu siku ulipompokea Yesu Kristo uadui wako wewe na shetani ulianzia hapo. Nasikia vizuri? Tangu siku ulipompokea Yesu Kristo uadui wako wewe na shetani ulianzia hapo. Ndio maana utaona tunajifunza kwenye kitabu cha msingi wa kiroho kwamba baada ya kuokoka unaambiwa hakika ya wokovu wako, kwamba ulikuwa umepotea na sasa muonekana, ulikuwa umekufa na sasa umefufuka. Baadaye somo la pili unaanza kuambiwa sasa uwe na hakika ya namna nini ya wokovu wako, si mashaka mashaka. Haliko badiliko utakaliona kwa mtu wa nje, lakini mtu wa ndani wewe amini kwamba umeokoka. Usianze kwanza haina mambo ulio kuyafanya kabla hujaokoka. Ulipokubali tu kumpokea Yesu tayari umeokoka. Ila tunaona kwenye somo la 3 tunaanza kuambia mambo ya nani? Ya shetani. Fahamu hila za nani? Za shetani. Kwamba baada tu ya kuokoka automatically umeanza kuwa adui wa shetani. Kwa sababu yeye watu wa kwanza ambao huwa ashindana nao ni watu ambao umempokea Yesu. Kwa sababu gani? Huyo Yesu uliyempokea alidhihirishwa ili azivunje kazi za nani? Na wewe tangu siku hiyo umesema kusema na mpokea awe Bwana Mwokozi wa maisha yangu, na maanisha kwamba maisha yako tangu wakati huo yanaongozwa na huyo Bwana nani? Bwana Yesu. Na kama mtu wajua akiwa Bwana wewe unaitwa nani? Unaitwa mtumwa. Ndio maana unaitwa mtumishi wa Mungu. Unasikia vizuri? Unaitwa mtumishi wa nani? Mtumishi wa Mungu. Kwamba yuko mtu juu yako ambaye tangu siku ulipompokea umekubali ndiye atakaye kuwa nani? Bwana. Maana yake hutafanya jambo mpaka yeye aseme. Lakini pia kwenye hatari yeye ndiye atakayekuwa mwokozi wa nini? Wa maisha yako. Lakini huyu ambaye umempokea na kumfanya kuwa rafiki yako, kuna mtu ni adui yake. Na sheria ya vita ni kwamba rafiki wa adui yako pia wewe ni nani? Ni adui yako. Hiyo ni sheria ya vita. Sheria nyumbani kwenu si ikoje? Ile sheria ya vita, rafiki wa adui yako pia naye ni adui yako. Kwa sasa yeye shetani ana uadui na Mungu. Tangu siku alipomshusha ni adui yake. Kwa na wote wanaokuwa upande wa Mungu tangu siku hiyo ni nani? Ni adui zake. Sawa? Ndio maana hata wewe kama mtu ameamua kuwa mwanga, ile mazaliwa tumbo moja, kwa sababu amekubali kuwa mtumishi wa shetani, undugu tena hauangaliwi. Unasikia? Kwa sababu mmezaliwa tumbo moja, ni ndugu yako, ni kaka, ni dada, ni shangazi. Lakini tangu siku alipoamua tu kuwa agent wa shetani, kuwa wakala wa shetani, wewe na yeye hesabu zimeishia hapo. Kwa sababu gani? Wewe rafiki yako ni Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo ujio wake ni ili azivunje kazi za mwovu nani? Ambaye mwovu ibilisi ndio ambaye huyo ndugu yako anayemtumikia sasa. Kwa automatically wewe na yeye ni maadui tayari. Kwa hiyo tumeona jambo la kwanza, uadui uliopo kati yetu sisi na shetani ni uadui wa kufanya nini? Wa kupigana. Popote anapombamba mwenzake akiwa ameregeregea ni kuanza kumshambulia. Shetani akiona hata mlango mmoja wa kushambulia, wazo lake la kwanza ni akupige, ili anawaza akupige kwa njia gani? Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kama hivi vita ni vita kama vita vingine, kila vita inakuwa na silaha za kupigana hiyo vita. Kumbe jambo la pili la kufahamu sasa ndio silaha za nini? Za vita vyetu. Lakini kila vita ina uwanja wa kupigania, si ndio jamani? Kila vita, kama ni vita ya Israeli na Wafilisti, kulikuwa na uwanja wa kupigania pale. Kwa sisi kama uadui wetu na shetani wa kivita, tunavita na yeye, lakini si yeye tu, yeye pamoja na kila mtu ambaye anamkubali shetani ni adui zetu sisi. Kwa sababu hiyo uko uwanja ambao ndio uwanja wa kupigania. Sawa? Uko uwanja ambao ni uwanja wa kupigania. Tutauona. Jambo la ngapi hilo? Jambo la 3. Kwamba jambo la kwanza ni aina ya vita vyetu, tumeona ni aina ya vita vya kupigana. Jambo la pili, silaha za hivyo vita sasa. Taziona hapo chini. Silaha za hivyo vita. Ila jambo la 3 ni eneo la kupigania vita. Biblia imeelezea, nitakuonyesha. Eneo la kupigania vita na huyo adui yetu nani? Shetani. Lakini jambo la 4, muda sasa. Kwamba hiyo vita inadumu kwa muda gani? Sawa? Hiyo vita itadumu kwa muda gani? Vita ambayo wewe umeona unapigana na shetani na watu wake,
inadumu kwa muda gani? Je, mnapigana mpaka mwakani? Mipango ya wewe na anayekuongoza vitani ikoje? Kwa sababu sisi anayetuongoza vitani ni Yesu Kristo. Anayeongoza vitani ni Mungu Baba na neno lake. Je, linasemaje kuhusu muda wa hii vita? Kwamba nikijifunga vizuri silaha zangu nikaanza kupigana, ukomo wake ni lini? Pia tutajua, ili usije ukakaa vibaya wakati wa vita. Ukiuita wakati wa amani wakati wa vita, means kwamba adui atakushambulia wakati wewe haujajiandaa. Ila ukijua huu ni wakati wa vita, popote unapokwenda uko tayari kupigana. Yaani ukiwa mgahawani unakunywa chai, unawaza tu kwamba huu wakati niliopo sio wakati wa amani. Kwa muda wote unawaza tu, muda wote ikiinuka tunakiamsha hapa, tunaanza kupigana. Kwa sababu nagundua wakati niliopo ni wakati wa nini? Wa kupigana. Kwa nini shetani anafanikiwa kuwashambulia watu wengi? Ni kwa sababu wanasahau. Hawajui ule uadui walionao na shetani unadumu kwa muda gani. Na kwa sababu ni uadui wa kupigana, je, huwa wanapigana kivipi? Je, ni muda wote au kuna miezi ya kupigana? Inakuwaje? Akisha fahamu, basi anaanza kujiandaa. Hasa anapojua wakati wa kupigana huwa ni wakati gani. Majeshi. Sasa tuanze na ile kitabu cha Wakorintho wa pili, ile sura ya 10, mstari ule wa 3, wa 4 na wa 5. Wakorintho wa pili, ile sura ya 10, mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Alafu nianze kujibu haya maswali sasa. Ujue ni muda gani wa kupigana, ujue ni silaha gani, ujue ni uwanja gani wa kupigania, na umjue huyo adui yako, je, yuko vipi yeye? Je, yeye shetani kama shetani au na yeye ana watu wanaomsaidia? Tutafahamu. Wakorintho wa pili sura ya 10, mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Kama umefika sema amen. Paulo anawaandikia Wakorintho, anawaambia mambo haya. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Waraka huu ulikuwa unasomwa siku hiyo kama ninapokusomea mimi. Kwa sababu Paulo anawaandika yupo kifungoni, ila anawaandikia wa nani? Wakorintho. Anaanza kuambia kwa sababu ilikuwa ni kanisa. Ukisikia kitabu cha Wakorintho ni kanisa la Korintho. Ukisikia kitabu cha Efeso ni kanisa la wapi? La Efeso. Kanisa la Tesalonike. Kwa anaandika huu ujumbe kuwatahadharisha kanisa la wapi? La Korintho. Anawaambiaje? Anawaambia, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwamba namna zetu, maisha yetu ya kila siku ni kwa namna ya mwili. Ili ufanye kazi namna ya mwili, ili ule namna ya mwili, ili uende kazini namna ya mwili, ufanye biashara namna ya mwili. Ila anatoa tahadhari kwamba ingawa mienendo yetu ya mara kwa mara ni katika mwili, lakini tukianza kufanya vita, hatufanyi vita katika mwili. Kwa sababu gani? Kwa sababu maana silaha za vita vyetu, mstari wa 4, maana silaha za vita vyetu si za mwili. Kwa sababu si za mwili, hazifanyi kazi ukiwa ulimwengu wa nini? Sasa kama hazifanyi kazi ikiwa ulimwengu wa mwili, na mimi ni roho inayokaa ndani ya mwili, inakuwaje hapo sasa? Ndio tupige hatua fulani hapo. Kwamba anawaambia, kwa maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Uwezo wa hizo silaha, kwa nini unaangusha ngome? Ni kwa sababu zina uwezo katika nani? Katika Mungu. Hizo silaha zina nguvu ya kuangusha ngome kwa sababu zina uwezo katika nani? Katika Mungu. Na kwa sababu zina uwezo katika Mungu, ni rahisi sana kuangusha kila ngome ambayo silaha hizi zitaelekezwa kuanza kushambulia. Kwa tumegundua tunazo silaha ambazo wana wa Mungu wanazitumia kwenye vita vyao na nani? Na shetani na watu wake. Na shetani na watu wake. Ziko silaha ambazo tunazitumia, lakini hizo silaha huwa hazifanyi kazi mtu akiwa ulimwengu wa mwili. Zinafanya kazi katika roho, kwa sababu huyo anayezitumia ni nani? Ni roho. Kwa sababu tu anakaa ndani ya nyumba inaitwa nini? Mwili. Ila
Jambo lingine la kufahamu, pamoja na kwamba vita hivi ni kwenye ulimwengu wa roho, lakini vina uwezo, yale madhara ya hiyo vita kama ni mazuri au mabaya, yana uwezo mpaka kuwasili ulimwengu wa mwili. Kwa sababu gani? Sheria inayouongoza ulimwengu wa maisha ni kwamba roho ndiyo itiaye uzima. Ulimwengu wa mwili haufai nini? Kitu. Narudia tena, roho ndiyo itiayo uzima. Mambo haya ya mwili hayafai kitu. Kwa sababu gani? Sosi yake ni kwenye huo ulimwengu wa roho. Kama kwenye huo ulimwengu wa roho iko sawa sawa, kazi ya ulimwengu wa mwili ni kupokea matokeo mazuri au mabaya ambayo yametengeneza kwenye ulimwengu wa roho kwa habari ya huyo mtu. Ni kutengeneza ushindi kwenye maisha ambao tayari kwenye ulimwengu wa roho umepigana, umewashinda wale adui ambao wapo kinyume chako kwenye uwanja wa vita unaoitwa nini? Ulimwengu wa roho. Kwa tumefahamu ya kwamba uwanja wa vita vyetu sisi ni ulimwengu usioonekana. Sasa kama ni ulimwengu usioonekana, haya mashambulizi tunashambuliaje? Kwa sababu mimi najiona niko kwenye ulimwengu unaoonekana. Je, kama ni ulimwengu usioonekana, adui yangu haonekani, tunafanyaje vita? Kama adui yangu ni shetani, kwa sababu yeye anasema shetani nani? Ni adui. Shetani nani? Ni mpinzani. Shetani nani? Analeta vizuizi. Sasa kama yeye ni roho haonekani, mimi niko kwenye ulimwengu wa mwili, napiganaje vita na yeye? Tunaanza kuona Yesu anapomshinda, anapigana na shetani, ni namna ambayo alikuwa anafanya ili tuje sisi. Kwa mfano, shetani anamtokea, baada ya kumtokea anaanza kufanya naye vita kwa namna ya kuzungumza. Majeshi. Sasa ili niende vizuri, nimalize hii wa Korinto, then nisome Efeso, alafu kwa pamoja tuitumie kujifunza jioni hii ya leo. Kwa Paulo anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili. Kwa sababu si za mwili, hazifanyi kazi kwenye namna ya mwili, zinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho, na ule ushindi ambao rohoni umepatikana ukija mwilini sasa ndio unafanya kazi. Lakini vita, ule ushindi na utafuta vita yake si ya mwilini. Bwana, mimi natafuta ushindi breakthrough kwenye kazi, breakthrough mambo ya fedha, mambo ya sehemu fulani, ni mambo yanayoonekana. Lakini kupigana mpaka hiyo breakthrough itokee ni kwenye ulimwengu wa roho. Sawa sawa? Huku mwilini panapokea matokeo. Matokeo gani? Amepata kazi. Matokeo gani? Ameolewa. Matokeo gani? Ameanza biashara. Matokeo gani? Amepokea uzima. Matokeo gani? Amesafiri. Hayo ni matokeo. Lakini haya matokeo, process yake ya kuprocessi mpaka yatokee ni ulimwengu usioonekana. Sasa huu ulimwengu usioonekana na uingiaje ili niweze kupigana vita? Tuone hapo chini sasa. Wanasema, bali ni za uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kuonyesha kwamba hatushindi kwenye ule uwezo wetu, tunashinda kwenye uwezo wa nani? Wa Mungu. Yani tukitumia silaha ambazo amezielezea kwenye Efeso, ni kwamba nguvu ya kushinda hivyo vita si kwenye mtu anavyoonekana, bali anapozitumia zile silaha, mwenye kuziempower ziwe na nguvu sio huyo mtu. Narudia tena, unaposema nafyeka, kwa sababu imeandikwa upanga, neno la Mungu ni upanga wa nini? Upanga wa roho. Unaposema nafyeka, ile nafyeka haifanyi kazi kwa sababu ya unavyoonekana na nguvu zako za mwili, kwa sababu umetumia silaha ambayo ni silaha ya Mungu, ni silaha ya wana wa Mungu. Mungu anakuja anaempower ile nafyeka ili ifanye kazi kwenye uwezo wa Mungu mwenyewe. Nitarudia tena, unaposema naponda, afanya nini? Naponda. Kwa maana imeandikwa neno la Mungu ni kama nyundo ivunjaye mawe vipande vipande. Unaposema naponda, kwa sababu unapigana vita kwa namna ya Mungu, ni kazi ya Mungu sasa kuja kuitia nguvu ile naponda, ili yule uliyemponda aponde kabisa kabisa. Kwa hiyo unaiongea kwa ujasiri, si kwa sababu una nguvu. Unaongea kwa ujasiri kwa sababu gani? Mimi kazi yangu ni kusema, halafu nachokisema Mungu anakipatia nguvu ya kuwa kama nilivyosema. Nikitaka jambo fulani litokee, kazi itokee, biashara itokee, kazi yangu mimi ni kuzungumza. Imeandikwa kwamba silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu
hata kuangusha ngome, na ifuata kila ngome inayonizuia na iporomosha. Ukisema na poromosha kwa namna ya mwili tu ni sauti yenyewe ndogo ya kike. Alafu sema na poromosha nguvu za giza hata hawatikisiki. Kwa sauti ile ile ndogo ndogo ukisema na poromosha, na angusha, na vunja, Mungu anakuja kwa sababu kusema vile umetumia imani. Tunaona pale mbele imani ni mojawapo ya silaha za vita vyetu. Na kuonyesha imani ni mojawapo ya nini? Ya silaha za vita vyetu. Kwa hiyo unamponda mtu ambaye hapa hayupo, unamfyeka mtu ambaye hapa hayupo, lakini wewe sema mimi naamini tu nikisema nafyeka kule aliko nitampata. Huwafanya malaika zake kuwa kama upepo na watumishi wake kuwa kama miali ya moto. Na geuka sasa. Wewe kwa namna ya mwili huna uwezo kugeuka, ila kwa sababu ulichokisema kimeandikwa, basi Mungu anakuja anakuempower sasa, unageuka kuwafuata kule waliko na unawashambulia kwa jina la Yesu Kristo. Unasikia vizuri? Imani ni mojawapo ya silaha zetu. Kuzungumza kwa imani, kuwafyeka kwa imani, kutamka kwa imani, kushambulia kwa imani, kutabiri kwa imani, kuamrisha kwa imani, kufungua njia kwa imani. Ni silaha mojawapo ya vita vyetu ambavyo ni kwenye ulimwengu usioonekana. Kwa sababu hiyo hata ukisema nafyeka, mkononi hauna upanga. Mkononi hauna upanga. Kwa sababu mmegundua haina haja uwe na upanga unaoonekana ili upigane vita. Kwa sababu ni zipo kwenye ulimwengu usioonekana. Kinachokufanya wewe uonekane ni kwa sababu una huu mwili unaoonekana. Ila ukianza kupigana vita hama. Yaani imagine kama hauna mwili. Kwa sababu mchawi ili aweze kuloga vizuri anahama. Uko naye hapo, umekaa naye hayupo. Unanisikia? Yaani umekaa naye hapo sebleni, lakini muda mnapiga story yuko chumbani analoga kule chumbani. Lakini pale anaongea, vipi habari ya safari? Ni nzuri. Mnatokea wapi? Basi hajasumbua njiani. Unazungumza naye pale, kumbe tangu anafika yuko jikoni kwenye unga kule analoga. Kwa sababu gani? Wao wanafahamu namna vita inavyopiganwa. Kwamba uko pale, ndio maana wewe unajishakia. Ili uombe lazima uwe kasehemu tulivu, ndipo uweze kupambana, ndipo uweze kushambulia. Ukiona jambo mahala fulani, uweze kuanza kufyatua hapo hapo. Unasema subiri kwenye maombi yangu ya usiku nitakifyatua. Kumbe unaweza kuendelea shughuli zingine ukaongea na mtu, lakini kule ndani pana pasua yani. Kule ndani pana vunja mahara. Kule ndani pana shambulia mahara. Lakini huko nje mnapiga story. Ila kwa sababu nagundua huyu anayezungumza naye naanza kuona kama sio mtu wa kawaida. Kwa wakati tunazungumza na mimi naanza kutupa pole. Wapo kwenye mazungumzo, huyu ni kiongozi. Amewaita Paulo na mwenzake waje wamhubirie neno la Bwana. Lakini pale kuna kabinti ni kachawi. Kamisi nini? Ni kachawi. Wakati Paulo anahubiri akaanza kuona kapo kenyewe kanasikiliza, kwa sababu nikapota kwa yule kiongozi kamekaa pembeni kanasikiliza injili ambayo Paulo anamhubiria yule kiongozi. Liwali Segio anamhubiria injili. Lakini kumbe kenyewe uwepo wake pale kameshahama, kameingia ndani ya moyo wa yule liwali na kanamfanya aache kusikia lile neno. Kwa sababu Paulo na yeye ni mtu wa mambo hayo, na yeye ameshahama. Kanamuona anaongea, lakini tena hakaangalii kwa macho ya nyama, akikaangalia anakaona mpaka ndani. Mungu akupatie macho ukiona waovu uone mpaka ndani kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kuwa unaongea naye, ila wakati anaongea unaweza kumulika ndani nini kinaendelea. Kumbe ndani yeye hayumo. Yaani ndani anawanga. Kwa hiyo wako pale wanahubiri injili na kenyewe kapo. Tena inawezekana akipiga point Paulo kanasema kweli. Amina kweli. Lakini kumbe kamesha hapa. Kenyewe kama kenyewe kama ndani ya moyo waliwali kanamtia roho ya kuacha kusikia ile neno. Paulo alipojua vile akakawasha pale. Lakini anaongea nako maneno tu vya mwilini. Anakuambia wewe adui wake yote hawachi kuipotoa njia ya Bwana iliyonyooka. Hapo anakuambia uwe kipofu. Kwa nini hakumwambia uwe kiziwi? Wao kujiuliza. Why Paulo hamwambii uwe kiziwi? Why Paulo hamwambii uwe kirema? Why Paulo hamwambii uzimie? Anamwambia
uwe kipofu. Kwa sababu gani? Anajua kila mlango, nisikie vizuri, kila mlango wa mwilini, ile milango ya fahamu, shetani au Mungu anaweza akaitumia kufanya kazi. Ndio maana unaweza kushangaa mhubiri anahubiri hapa, lakini macho yake akimwangalia mwenye pepo anaanguka chini hapo hapo. Ukimuuliza asema, nilipoona macho yako naona nini? Moto unanifuata. Mbona hajamgusa? Mbona hajamuombea? Ile tu kumwangalia kuna nguvu ya Mungu inasafiri. Kwa hiyo unaona akajua kajamaa kana roga ila kupitia nini? Macho. Ndio maana kuna mtu kwa mahali ukiwa unaongea naye, yeye tu anakuangalia. Kwenye kukuangalia ni kana kwamba unashangaa tu kama ni akili yako inabadilika, kama ni mawazo yanabadilika, unakumbuka point baada ya kuachana naye. Unafika pale nje na wasa, mbona mambo niyapanga niongee naye sijaongea naye? Mbona mambo niyapanga niyasema sijasema? Yeye pale yupo anachezea kote kote. Anaweza kuwa pale mnazungumza akatoka rohoni, anaenda kwenye mawazo yako anafunga. Ile ambayo ilibidi ulisema ili kusaidie ulikumbuki kabisa. Wakaa pale zungumza basi hawezi kuzungumza. Present basi hawezi present. Sababu tayari wao wameshamuwahi. Kule ambao inabidi kumkumbu zitoke, point zitoke, wamefunga tayari. Ila yuko pale. Ni mmoja wa watu ambao wanakusikiliza lakini ni mwanga. Kwa anaweza kujua kwamba huyu ameshahama, hasikilizi injili inayohubiriwa, ameenda kumtia moyo liwali wa kuachi. Wamefahamu na yeye wakaanza pale kushambuliana sasa. Anapiga, lakini silaha ambazo alimchapa ni maneno tu yani. Akamwambia uwe nini? Uwe kipofu. Si kwamba alichukua kisu akamtoboa macho. Anamwambia uwe kipofu. Kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya Bwana. Aliposema awe kipofu ni maneno ambayo kwa ulimwengu wa mwili hayana nguvu. Ila kwa sababu ni kwa ajili ya Bwana, Mungu anakuja anayatia nguvu yatende kazi kama ilivyosema iwe. Wewe ukisema namfyeka, namdhoofisha, na amuru kule uliko dhofika. Akili yako idhoofike, mikono yako idhoofike, miguu yako idhoofike, ufahamu wako idhoofike. Zungumza wewe, ongea tu yani, shambulia. Unapoongea hivyo ndio unashambulia. Namna yote ya kurusha makombola ni kupitia kuzungumza. Namna yote kuweka uzima au mauti ni kuzungumza. Anasemaje? Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao upendao watakula nini? Matunda yake. Ndio maana hata wao wakiwa na roga anaongea maneno tu. Hata kuja nyumbani eti akufunge miguu. No. Anaenda kule polini, msituni, anaandaa kisanamu. Halafu anakiita huyu ndio nani? Huyu ndio fulani. Sawa? Huyu ni nani? Huyu mwaka wangwali. Wanaandaa tena sanamu lingine, huyu nani? Huyu ni Mrs. nani? Mrs. mwaka wangwali. Kwa unafanyaje? Wanaanza kuongea maneno ya kuwafunga wao na maisha yao yote. Baada ya pale wanaongea maneno tu. Na kupatia mfano mmoja au uliwahi kuona kwenye mitandao, kuna kafanya isambaa picha fulani ambayo ilikuwa ni chupa ya bia. Kama uliona chupa ya bia, halafu ina picha ya mtu. Imezungushwa kamba nyingi sana. Na aliyekota ametoa baharini huko ziwani. Baharini huko kapata ile chupa, lakini ina picha ya mtu, halafu fungwa kamba nyingi sana. Maana yake nini? Huyu ulevi wake si wa kawaida. Si ulevi wa starehe, ni ulevi amerogwa. Kwa maana yake wao wanasema kama ambavyo hii kamba imeambatana na hii chupa kwa kuzungushiwa kamba nyingi, ndivyo mwaka wangwale yeye na pombe wataambatana hivi mpaka itokee siku ambayo hizi kamba zitakatika na hii picha iachane na hii chupa, ataacha ulevi. Ndio maana ukiwa unaomba sema na kwenda nafuata kamba zao, zipo. Mimi wakati huo nilikuwa kijijini, kwa polini, mmechunga mkutana vitu vingi sana. Wale msituni kasa mmechunga mkutana mahala fulani, kuna vimidoli vya udongo vingi. Alafu wamevitofautisha. Kuna kimoja ni kikubwa, kingine kidogo, halafu vingine vidogo. Alafu pembeni pale kuna chungu, wamechinja pale, kuna damu, lakini vile vimidoli vimefungwa kamba vyote, kamba moja. Alafu ile kamba imeenda wameifunga kwenye mti mkubwa. Alafu tayari wameacha pale. Sasa kwa hiyo sasa
Hii maana yake ni nini? Siku moja kamuuliza mtu fulani ambaye kwa mganga wa kienyeji, baadaye akaokoka, nikamuuliza, mimi nikiwa kwa polini nimechunga, huwa naona vitu kama hivi, maana yake ni nini? Akasema, ukisikia vifungo vya familia huwa wanafungwa hivyo. Akasema, inakuaje pale? Akasema, pale mchawi ni maneno tu, kuzungumza tu na kafara yake basi. Sasa pale inakuaje waifunge familia? Sasa cha kwanza lazima waamue wanaifunga familia engo gani. Wanaifunga familia kwa habari ya uchumi, wanaifunga familia kwa habari ya elimu, wanaifunga familia kwa habari ya ndoa. Kwa hiyo yale manuizo yao, purpose yake ni nini? Uchumi. Kwenye familia yao asitokee mtu ambaye amefanikiwa kiuchumi. Basi inakuaje? Kwa ile kamba sasa ni kamba moja inaitwa kamba ya kifungo cha nini? Cha uchumi. Wanaipa jina. Wanaipa nini? Jina. Hii ni kamba ya kifungo cha uchumi. Alafu hii inafanya nini? Inawafunga wale watu wote. Kwa kila mdoli una jina kulingana na ile familia. Bwana, hii mkubwa ndio baba fulani, huu mdogo mama fulani, na hivi vidogo huyu ni fulani. Hao ni watoto wao. Kama wako 5, viko 5. Ila imefungwa kamba nini? Kamba moja, halafu inafungwa kwenye mti mkubwa. Halafu wanaongea sasa, kama tulivyofunga hii kamba na imefunga watu wote hawa, hii kamba si kamba ya kawaida. Hii kamba ni kamba ya kufunga uchumi wao. Kwa kuanzia yeye na watoto wake kwenye mambo ya uchumi hawatafanikiwa, labda itokee siku hii kamba ikatike. Isipokatika, kifungo ni vile vile. Wameshamaliza tayari hapo. Bwana ameolewa lakini nataka asizae, kwa hiyo inabidi turoge. Ni manuizo tu yani. Nimekwambia wanaenda pale wanachukua ni kibeseni kile. Sasa mfano wote beseni ni manini maana yake? Ile beseni ambayo unaoshia vyombo ile unafulia nguo, wanalichukua lile. Ile sio kwa ajili ya kufulia nguo, kwa ajili ya kumfua mtu. Wakichukua pale sasa, wao tayari wana vile vitu wanavyotaka. Bwana ni nini? Asizae. Kwa sababu ile asizae haribu tu mimba. Kwa hiyo lile beseni wanasema hili beseni sio beseni. Kwenye siku ya leo ni tumbo la fulani. Sikia vizuri, kwenye siku ya leo ni tumbo la fulani. Baadaye linatobolewa pale katikati. Ikitobolewa yanachukuliwa maji. Yale maji yanaanza kumiminwa pale. Alafu waanza kuongea sasa. Wakati na mimi naongea kama ambavyo tunamimina maji kwenye beseni lililotobolewa, ambao leo hii beseni sio beseni, ni tumbo la nani? La fulani. Ndivyo ambavyo mimba zikiingia zitapitiliza kama haya maji yanayofanya nini? Wanamaliza hapo, wanachinja, biashara imeishia pale pale. Kwa hiyo ile kuomba kusema natoka na wafuata na kwenda kijijini nilikozaliwa, nilikofungwa, pale kuna kazi unafanya. Kwa sababu mtu leo anaweza kusumbua nikifungwa mahala, na walivyonuiza ni kwa mpaka itokee siku kikatike, ndipo inaishia pale pale. Au huyu mtu bwana yeye aliibiwa nguo fulani ya ndani. Sikia vizuri, anamkuta asubuhi nguo fulani haipo, ila wao wana maana yake. Au wakati inabidi aingie kwenye siku zake hakuingia, sasa kuanza bwana daktari itakuwa na shida, na akaenda kwa sababu ya hormone na hivi na hivi ndio maana umeipitiliza. Lakini kwenye uchawi wana kazi yao kwamba ilibidi aingie kwenye siku zake mwezi huu, lakini ile damu wana kazi nayo, kwa sababu sasa imechukuliwa hata ingia. Sasa wameichukua kwa ajili ya kazi gani? Kwa sababu ile damu ni mayai ambayo ilikuwa mahala fulani kwa ajili ya kurutubishwa kwa sababu yameharibika. Kwa wao sasa wakishachukua wanasema sasa, nisikie vizuri, wanasema sasa hii damu ni ya fulani, kwa leo tunaichukua tunaitia ndani ya hii chupa. Nisikie vizuri, tunaitia ndani ya hii chupa, labda chupa tu ya dasani, haina maji, inafungwa pale juu. Kwa sababu ikifungwa pale juu, ikitupa mtoni kwenye maji yanayotembea, inaelea, si ndio jamani? Inaelea. Kwa mle ndani eza na picha ya mtu ameichukua wameweka mle. Kwa baadaye anasema tulichokuweka humu ndani ni fulani pamoja na kizazi chake. Sikia vizuri? Ndio hivyo sasa. Basi pone pasa wewe umejuaje? Mwaye kuwa mchawi, tutaongea baadaye. Lakini mimi nakwambia watu wanapofungwa ili ujue namna ya kuomba kama una issue kama hizo.
Kwa sababu hii damu ni vitu vilivyotoka kwenye kizazi cha mtu. Yaani mayai yapo kwenye nini? Kwenye kizazi. Wao wanachukua sasa, wanatia kwenye chupa. Sikiliza, wanatia kwenye chupa. Alafu wanafunika pale. Wanaanza kuzungumza. Huyu aliyeko ndani ni fulani pamoja na kizazi chake. Leo tunatupa hii chupa kwenye mtoni, lakini tumetupa kizazi chake. Kwa sababu maji ya mto ni tofauti na ya bahari. Bahari unaweza kutupa kitu kikaenda, jioni kinafanya nini? Lakini kwa mfano kule Kigoma, ukiwa pale wilaya ya Uvinza, kuna chupa wakitupa pale mto Maragarasi. Kama mle njiani isipokutana na vipingamizi, inaenda mpaka Burundi, mpaka ziwa Tanganyika. Kwa sababu gani? Yale maji yanatembea, harudi nyuma, kwa wanakwenda pale. Kwa hiyo kama tunavyotupa hivi, ndivyo kizazi chake kinaenda mbali. Kwa hiyo mbegu zikija atakutana na nini? Hizi zimeishia hapo. Anza pale, unajua wewe kuna hivi na hivi, bele tumia hii dawa hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini kuna watu mahala wameshafanya ya kwao. Kwa ndio maana anasema sasa sisi ushindi kwenye kila hali za namna hiyo sio kwa namna ya kimwili. Lazima na sisi tuwe na uwezo katika nini? Katika roho. Kusema nafuata popote ambako walifanya maagano yoyote, walifanya manuizo yoyote. Tunamtaka afukuze kazi. Lakini huyu akija baadaye mchana kazini, rafiki yako kabisa, rafiki yako shosti au rafiki kabisa, lakini kumbe usiku yeye alikuwa mahara. Bwana, mimi nataka yule bwana kazini anapendwa sana na boss, kwa hiyo nataka afukuzwe. Ganga anamwambia siri ya ulimwengu wa roho, vita vinafanywa kwa silaha moja inaitwa imani. Kwanza imani, kwamba kila ambacho tunakifanya hapa usikione kama mzaha. Kila ambacho tutakifanya hapa amini kipo kama tunavyosema. Sawa, kwa hiyo tufanyaje sasa? Cha kufanya, tafuta mayai visa. Sikize, tafuta mayai visa. Cha pili, tafuta picha yake. Picha yake naipataje? Nenda kazini, ufia kazini, muombe selfie. Au mwambie bwana, leo umependeza, nikupike nini? Picha moja. Na hii sasa kuridhisha, anaweka na status my friend PFF. Anaweka pale mbele na kopa moja. Huyu rafiki yangu kweli kweli yani. Lakini yeye katumwa kwamba moja wapo ya materials za kuweza jambo hili, leta picha yake. Anampelekea mganga. Akimfikishia mganga, baadaye mganga mwambia sasa usiku tutaenda njia panda. Leta na kafara fulani, tutaenda njia panda. Fika njia panda, baadaye wanaanza kunuulizia sasa. Nisikize, wanaanza kunuulizia sasa. Kama ambavyo hili yai visa ambalo limeshaharibika, si ndio? Alifanya kazi. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunapolivunja kwenye picha fulani, sisi huyu sio picha. Hii ni nani? Huyu ni fulani. Kwa hiyo tunapolipasua, jambo la kwanza, kama ambavyo yai limeharibika, ndivyo mambo yake yote yataharibika. Cha kwanza hicho. Cha pili, kama ambavyo watu wakipita kwenye hizi njia panda wanaposhika pua zao kwa sababu ile yai inanuka, hivyo ambavyo na yeye kule kazini kwa bosi wake aanza kutompenda tu. Baada ya hapo, chinjwa kafara, biashara imeishia hapo tayari. Shangaa tu huku, yani mbona kama mume wangu hanielewi, mbona kama bosi hanielewi. Wao wameshamaliza tayari. Popote pale anapokuwa yani mtu akimsikia tu yani aanza kutokumpenda. Kila kitu cha kwake mbele za watu ikose mvuto. Mambo haya kwenye Biblia ukiangalia yako vile vile. Huyu ni mfalme. Huyu mfalme ana vita na adui zake. Biblia inasema akaenda njia panda, mahara ambapo njia zinakutana. Mkono moja alikuwa anakura ya nini? Yerusalemu. Mkono wa pili ameshika nini? Maini. Lakini yuko njia panda, ana maini huku ya mnyama. Unafahamu wale ambao wamezaliwa kijijini, zamani ilikuwa ni kwamba ulikuwa hauwezi kusafiri mpaka uende ukaulize. Namna ya kuuliza, unachukua kuku. Mimi babu yangu mkubwa
alikuwa mganga wa kienyeji. Kwa hiyo maeneo yale ndio ambayo alikuwa mtu akitaka kusafiri naenda kwa mzee Yakobo. Kwa akifika pale kwa mzee Yakobo, kazi yake yeye wanaenda na kuku. Yule kuku yeye kuna mtu anamfanyia, na kuna ishara yule kuku akizitoa atakwambia safari unafanikiwa au ufanye nini, au ufanikiwi, hii nenda au usiende. Sasa anajuaje si huyu ni kuku tu? Kwenye ulimwengu wa kila ishara ina maana yake. Kwa huyu mfalme kwenye Biblia anaonekana kwenye mkono mmoja ana maini kabisa, alafu mkono wa pili ana kura ya nini, ya Yerusalemu. Lengo ni nini? Ameenda pale kuroga, atakapoenda kupigana na nani, na Yerusalemu awashinde. Pale akaongea maneno, pale akaongea maneno, then akaingia vitani, anaanza kupigana. Unaona siku ambayo watoto wa Yuda dada yao alivyobakwa na wale wageni wa ile nchi, wakaenda wakaua vijana wote wa ile nchi. Unamsikia namna ambavyo Yakobo anasema, anawaambia ninyi jambo nililolifanya mmenifanya mimi ninuke mbele za hawa watu. Ombe iko namna ya rohoni, jambo fulani likifanyika mtu anaanza kukosa mvuto pole pole. Kurudi nyuma huwa sio jambo la dakika moja. Biashara kufa sio siku moja. Kufukuzwa kazi sio siku moja. Bosi kukataa sio siku moja. Ni pole pole tu anakuwa anaanza kuwa mkali. Pole. Lakini haelewi. Kwa sababu ndicho ambacho Haman alikifanya ili akipeleka wazo wa kumua Mordekai na watu wake ilipate nafasi. Alifanyaje? Biblia inasema kuna siku akaenda kupiga ramli. Puli ni ramli. Ramli nini maana yake? Unakwenda kwa mganga akwambie, akubashirie kwamba ni siku gani itakayofaa kwa ajili ya jambo fulani. Ganga alipopiga ramli akamwambia siku inayofaa tarehe 13 mwezi wa ngapi? Wa 12. Kwa sababu naona kwenye hii tarehe mfalme hata kuwepo, atakuwa ameenda kuabudu mizimu yake, na sheria ya nchi inasema akiwa kule haruhusi mtu kwenda mpaka yeye amuite. Kwa hiyo yeye anakuwa chumba cha ndani anaabudu miungu yake, kwenye ule uwanda wa nje kuna walinzi pale. Kwa labda anasema naendeni mniitie mtu fulani. Asiposema yeye, mtu yeyote atakayeingia kule adhabu ni kifo. Kwamba umeingia kwa mfalme akiwa kwenye siku za kuabudu. Na alikuwa abudu siku 40. Kwa hiyo akaupanga mpango wake, ameanza nao rohoni kwanza. Ni vita anapigana kinyume na nani? Na Haman. Kosa ni nini? Haman haanguki kumsujudia nani? Mordekai haanguki kumsujudia Haman. Na mfalme ameshasema kwamba Haman nafasi yake sehemu yote akipita inabidi waanguke usujudu. Mordekai anasema sheria ya Mungu wangu hairuhusu. Mtu pekee kumsujudia ni Mungu peke yake. Kwa Haman sasa ni vita ya mwili, lakini yeye jamaa anaanza kuiandaa rohoni kwanza. Anakwenda kupiga ramli, anaandaa mpango wa kuwaua. Na unaona hata wao namna walivyoishinda ile vita ya Haman, walifunga siku ngapi? Siku 3. Ili kwa ajili ya nini? Huyu alikuwa ni malkia, lakini anasema ili niingie kule kwa wepesi nipata kibali, fungeni siku 3. Na baada ya siku 3 mimi nitaingia kule. Maana yake nini? Kila mtu anapofanya jambo la kiroho, kuna viumbe wa rohoni wanatoka kwenda mwilini kufanya kazi sawa sawa na maelekezo. Na kwa sababu hawa walikuwa haombi maombi, waliona mpango wa kuzuia wasife ni kumuona mfalme, lakini muda huo kumuona mfalme hairuhusi, wakafunga na kuomba. Lengo ni nini? Kuomba kibali cha kwenda kwa mfalme nje ya utaratibu. Lakini nguvu inayotumika kusaidia lazima iwe ya kiroho. Maana mfalme ahame kuanza kuwaza taratibu na sheria za nchi, aanze kuwaza kumsikiliza Esther na kumtendea mambo anayotaka. Baada ya kuomba, unaona kila aliyeshiriki yale maombi alipata msaada. Mordekai kwa jambo alikuwa amefanya zuri ambalo alisaidia apate zawadi, ila kwa sababu kiongozi ni Haman adui yake akaficha. Biblia inasema siku hiyo ambayo Esther alikwenda, mfalme usiku wa kulala akatafuta taarifa za ufalme ule, baadhi ya kesi. Akaona sehemu iliyoandikwa ya kwamba kuna siku
Hamani aliokoa Mordekai aliokoa maisha nani? Ya mfalme, kwa sababu alitoa taarifa za watu ambao walikuwa njama kumpindua mfalme. Sasa baadaye mfalme akaanza kwamba huyu mtu hawezi kuachwa hivi hivi. Na huo kuna kesi inaendelea kwamba inabidi wauawe. Unaona, huyu anaanza kuseti rohoni, na wao walipogundua ni hatari hawaendi mwilini kwanza, na wao wanaanza rohoni tena. Kumbe unapokuwa unaomba na kuongea maneno ya kivita, ndipo unafanya vita. Maana yake kila maombi yako, hata kama dakika 5, kuna vita umepigana mahara, kuna mtu ameshambuliwa mahara. Kwa sababu hiyo ndio maana Yesu alisema imewapasa kumwomba Bwana siku zote. Nimalizia andiko moja kwa sababu nikwambia nitaongea na wewe risali moja tu. Efeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 18. Tamalizia hapo. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, halafu tumaini lenu la vita sio nyinyi. Anasema katika Bwana na katika uwezo wa nini? Sio nguvu zako za kilo 50. Ni nguvu na uwezo katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Halafu na katika uweza sio wa nguvu zenu, katika uweza wa nguvu za Bwana yeye mwenyewe. Lakini ninyi ni kama vifaa tu, ila nguvu ya kupigana ni Mungu mwenyewe. Nguvu ya kuwashinda adui zetu ni Mungu mwenyewe. Sisi tuongee tu, tukubali kwenda uwanja wa vita, lakini nguvu ya kushinda si katika uweza wa nguvu zetu. Nguvu za kushinda vita ni katika uweza wa nguvu zake. Anasema sasa, vaeni silaha zote, sio za kwenu, za Mungu. Yaani silaha za vita vyetu si za kwetu, ni zile ambazo Mungu amezizungumza, ni zile ambazo Mungu amezitaja. Vaeni silaha zote. Asemi vaeni silaha za Mungu. Anaweka zote. Maana yake zile ambazo zinatajwa kuanzia mstari wa 14 inabidi uvae nini? Zote. Ikipungua hata moja, ile maana ile silaha moja wapo imepungua. Imani imetajwa, ina kazi yake. Ngao ya imani ina kazi yake. Miguu ya utayari ina kazi yake. Neno la Mungu ina kazi yake. Kwa hiyo ikipungua hata moja, adui anapata mlango mmoja kufanya nini? Kushambulia. Maana sema mvae silaha zote. Kwa ajili ya nini? Mpate kuweza kuzipinga hila. Haishi hapo, anaonyesha ni hila za nani? Nani ambaye anafanyia hila? Mpate kuzipinga hila za nani? Za shetani. Alafu kwanza anapozi hapo, mpate kuzipinga hila za nani? Mkiwa mnatembea mahali popote pale, wazeni kuhusu nani? Kuhusu shetani. Lakini kule anaanza kuonyesha huyu shetani pia hafanyi kazi akiwa yeye peke yake. Viko vitu vingine anavitumia kufanya kazi. Kwa lazima ili ushinde vita, usiamini kwenye silaha yako. Lazima ufahamu adui ana silaha gani, ili wewe umwendee na silaha aina gani. Ndio akili ya vita. Hauchukui tu upanga wako alafu umwendee adui ambaye ana bastola. Maana yake yeye kuzuru si mpaka umfikie, lakini wewe lile panga mpaka ufanye nini? Mpaka umfikie. Yeye kwa sababu ana bastola, yeye tu ukitoka tu kichwa au sikio anakulamba shaba pale pale. Wewe silaha yako mpaka ufanye nini? Umfikie. Kwa jambo la kwanza Mungu anataka atuonyeshe silaha ambazo adui yetu anazitumia, ili tukimwendea tuwe tumejiandaa kuwa na silaha zaidi ya kwake yeye. Unaelewa vizuri? Kwamba ili uweze kumshinda adui kwanza lazima umstadi. Ujue ana silaha gani? Ujue nikimshambulia yeye kuna mtu mwingine ambaye ataitika. Kwa mfano, kila nchi ina nchi kubwa ambayo imejishikiza hapo. Kwa hiyo ukipiga hiyo nchi, yule ambaye amejishikiza kwake anatokea. Ukitokana umshambulia wewe, yeye tena hana uwezo wa kushambulia, lakini huyu mshirika wake anafanya nini? Anakushambulia. Kwa naye shetani vile vile ana silaha zake ambazo anatumia kushambulia. Lakini kabla haujamwendea umeona silaha ya kwanza anayoitumia ni nini? Hila. Hila ni nini? Hila
ni uongo 99%, ila wenye cover la ukweli 100%. Hila si uongo 100%, hila ni uongo 99%, lakini box la nje ni nini? Ukweli. Box la nje shosti, kilichomo ndani adui hasa hasa. Box la nje rafiki, mle ndani content adui mtupu yani. Box la nje shangazi, mle ndani ndio mwanga ambaye hataki uolewe. Box la nje mjomba, ule ndani ndiye ambaye ana nyota yako. Box la nje ni kaka amekuajiri pale, ila kilichomo ndani ndiye ambaye hataki utoke pale. Ndio maana kila ukiwaza kurudi nyumbani na kuongeza mshahara, zingine mambo ya roho yanavyoenda, unaweza kuchukua nyota ya mtu kwa kutumia uchawi. Namna ya kwanza ni kuichukua ile nyota. Namna ya pili, msogeze mwenye nyota aishi kwenye mazingira yako. Narudia tena, namna ya pili, msogeze uliyegundua ana nyota ya kukusaidia, mweke pale alipo. Najuaje? Potifa aligundua kwamba tangu Yusufu alipoingia nyumbani mwake alianza kufanya nini? Alianza kubarikiwa. Kwa sababu hiyo akaanza kumpatia vile vinafasi ili cover na kuendelea kumshikilia. Kila mtu anapenda ukubwa, lakini ukubwa ambao nothing. Ni ukubwa lakini kwa utumwani. Lakini ule ukubwa anampatia, lengo ni nini? Ile nyota iendelee kumfanikisha. Yaani kuna mtu uwepo wake tu kwenye maisha yako unafanikiwa. Ile mawazo yake, ile akili yake, ukimpa kazi namna anayofanya unafanikiwa. Unagunduaje? Yakobo alipokuwa kwa Labani akajua Mungu amembariki kupitia nani? Yakobo. Pia Yakobo akafahamu, akaanza kumsuta kwamba wewe Mungu amekubariki kwa sababu yangu mimi. Na akaona mifugo imeongezeka tangu siku Yakobo alipokuwa pale. Ndio maana zamani ulikuwa unaona kabla kijana hajaoa, kwanza wanaenda kupiga ramli, anayemuoa yukoje? Je, akimuoa atafanikiwa au hatafanikiwa? Mashangaa, yani mke wako ana nyota ya umaskini. Ulimuoa una hela tangu ulipomuoa akafanya nini? Akafilisika. Na unakuta ingine anaambiwa kabisa, yani wewe hauna kitu yani. Wewe mke wako mtunze sana. Kwa sababu tangu siku ulipomuoa tu mambo yakaanza kufanya nini? Wanaoni anajua kwamba huyu aliyemuoa ana kitu anacho. Kwa hiyo yani kwako ni mpole. Kwa sababu anajua msingi akiondoka huyu vitu vimeondoka. Kwa hiyo roho wao wanafahamu kabisa kwamba kuna mtu ukiwa naye, kwa sababu ziko nyota huwezi kuichukua. Kwa hiyo cha kufanya, msogeze mwenye nyota karibu yako. Muajiri mwenye nyota kwenye duka lako. Ndio maana pale haondoki yani. Yaani ukitaka kufanya hivi anakuongeza mshahara. Ukitaka kuondoka hivi anakupatia kamtaji ambako hakalingani na kana kwamba ungeenda ukaanza maji jambo lako. Lakini anakuwa anafunika kidogo, anakuulia simu ya $2,000,000. Simu inanisaidia mimi nini? Kidogo pale kwambia kwanza ile mshahara wako utakuwa $900,000. Utakuwa $2,000,000. Yeye anagundua anachokipata ni zaidi ya kile ambacho ukiwa pale yeye anapata. Ndio maana haruhusu uondoke. Tumalizie 13. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, alafu na mkiisha kutimiza yote kusimama. Unasikia? Kuna jambo hapo. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote. Umeona ni zote ambazo anazitaja kwenye mstari wa 14. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Sasa tukishindana siku ya uovu tukashinda, mkishashinda na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Alafu sasa anaanza kuzungumza kule kusimama kwe kwa namna gani. Amesema kushindana siku ya uovu na mkiisha kufanya yote kusimama. Nitakaposimama kibiashara nifanyeje? Nikisimama kindoa iweje? Nikisimama kiuchumi iweje? Nikisimama kikazi iweje? Anaanza kuelezea mstari wa 14. Anaunganisha na ile sentensi ya mwisho, mkiisha kutimiza yote kufanya nini? Anaanza kuelezea namna ambao utasimama. Ni wima, mguu sawa, au mguu pande, au nitegemea ukuta. Anaanza kuelezea, umesema tukiisha kufanya yote kusimama. Tusimamaje sasa?
anaanza kuelezea hapo. Anaanza kusemaje? Basi simameni. Simameni. Kwenye biashara nimesimama, kikazi nimesimama, kiuchumi nimesimama. Anatoa ukisimama kibiashara, simama kwa namna hii. Sasa namna ipi? Basi simameni hali mmejifunga nini? Kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Kwa jambo la kwanza, kwenye kusimama kwako kikazi, jitahidi kuwa mkweli. Kusimama kwako kibiashara, jitahidi kuwa nini? Mkweli. Kusimama kwako kicheo, kuwa mkweli. Lakini uwe mkweli, uwe mwaminifu, tenda haki. Nasikiza, tenda haki. Haki ya kwanza, tenda haki mbele za Bwana. Haki ya pili, watendee watu wote haki ambayo inabidi watendee. Nini? Alikuwa amesimama kibiashara, lakini hawa waliowaajiri hawatendei haki. Sikia vizuri, ameinuka kicheo, ila walio chini yake hawatendei haki. Ameinuka mahala fulani, lakini wale ambao ibidi wafanye hawafanyii hivyo. Sasa anaanza kutoa tahadhari. Unaweza kusimama, lakini kusimama kwako misingi yake iwe kweli. Iwe nini? Kweli. Jambo la pili, haki. 15. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya nini? Ya amani. Kwamba popote ulipo, kwa sababu ndiye Mungu aliyekusaidia, waambie wengine habari za Yesu. Wasimulie wengine nini? Ziko baraka ambazo utazipata kama umefanikiwa hata mtu mmoja kumleta nyumbani mwa Bwana amsikilize Bwana. Iko baraka yake. Na anasema mkifungua utayari kwa ajili ya injili ya nini? Pamoja na umesimama yale maeneo ambayo Mungu amekusimamisha, pia usisahau una kazi ya kuwaita wengine kwa nani? Tumalizie. Zaidi ya yote, yani hizo ambazo ametaja nini? Ametaja haki, ametaja utayari. Pamoja na hayo yote, zaidi ya yote hayo, mambo ya kufanya haki, mambo ya kuwa mwaminifu, mkitwaa ngao ya nini? Mkitwaa ngao ya imani. Yani hiyo imani zaidi ya haya mengine yote. Imani nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwamba hiyo vita mkiwa mnaipigana, piganeni kwa nini? Kwa imani. Ukitamka jambo, tamba kwa imani na uamini imeshatokea. Ukiongea kitu, sema na useme imeshakuwa. Usianze kuwaza mbona niliyemuombea imeandikwa usimwache mtu mchawi kuishi. Bwana nimemfyeka na haishi. Wewe umeshafyeka, endelea mbele. Iko siku uliyasema atakuwa. Ndio maana katia msisitizo kwenye nini? Zaidi ya yote. Yote yapi? Niulize swali. Zaidi ya yote yapi? Zaidi yote aliyotaja pale juu. Utayari kwa ajili ya injili ya imani. Zaidi ya yote nini? Haki. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya nini? Ina kazi yake. Kwa maana akasema twaeni zote, kwa sababu kila moja na nini? Ina kazi yake. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo ngao ya nini? Kwa hiyo ngao ya nini? Ngao ya kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Sababu mtu mwambia ngao ya imani, anaanza ngao ya imani nini? Ili kurahisisha maelezo yake, mkitwaa ngao ya nini? Ya kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyo. Hiyo ngao naizungumzia hapo. Mkitwaa ngao ya imani, ina kazi gani? Ambayo kwa hiyo maana yake pasipo hiyo anachokiongea hakiwezi kufanyika. Kwa hiyo anasema kwa hiyo mtaweza kuizima mishale. Mishale ya nani? Mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Na mwovu wa kwanza ni nani? Shetani mwenyewe. Mwovu shetani, anaitwa mwovu shetani. Kwa mkiwa na hiyo ngao ya imani, itawasaidia kuzima mishale yake. Kwa nini? Shetani mlango wake wa kwanza kumshambulia mtu ni hofu. Anakutia wasiwasi, anakutia mashaka ili akushambulie. Kwa sababu gani? Biblia inasema lile unalolihofia
ndilo linalokupata, kwa sababu kinyume cha imani ni hofu. Sawa? Imani kazi yake nini? Imani inanisaidia kuvitamka vitu visivyo kuwepo kana kwamba vimekuwepo ili vije viwepo. Kwa hofu ni nini? Hofu ni mambo mabaya unayoogopa, ambayo kiwango unayoogopa ni kiwango unayakaribisha kuwa sehemu yako. Lakini imani, mambo mazuri unayoyaamini kupitia imani inayavuta yawe ya nani? Ya kwako. Hofu unayoyaogopa kupitia kuogopa unayavuta yawe ya kwako. Hebu sema kwa jina la Yesu, mimi kuanzia leo nakataa hofu ndani yangu kwa jina la Yesu. Hofu ya kifo, hofu ya umaskini, hofu ya kufilisika, na ikataa kwa jina la Yesu. Hofu ya kumhofia adui, na ikataa kwa jina la Yesu. Ewe hofu, na kutupa nje kwa jina la Yesu. Maana mimi sikupewa roho ya hofu, bali roho ya nguvu, uwezo na moyo wa kiasi. Wanasema kwa hiyo mpate kuweza kuizima mishale ya nani? Ya yule mwovu. Tena yanasema mishale ya moto. Alafu tena ipokee chapeo ya wokovu. Tena ipokee nini? Chapeo ya wokovu. Alafu amalizia na upanga wa Roho ambao ni neno. Naomba usimame. Tena ipokee chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni kila kilichoandikwa. Maana yake ni nini? Silaha zote ambao tumesoma kule juu kuanzia mstari wa 14 zinaitwa silaha za kujilinda. Ngao zamani ilikuwa kama ngozi. Ni miti fulani inawekewa ngozi pale nyuma, wakiwa vitani anakuwa ameiweka mbele. Kwa ukiona polisi wanakuwa inafanya kama kioo, wanakiweka mbele yao pale, kwamba ukishambulia wanazuia pale. Huyu ngao yake nini? Ni mti ambao kule nyuma kuna ngozi. Kwa akiweka pale, huyu akipiga mshale haumfikii. Kwa zote tunaona ngao ya imani, chapeo ya wokovu ni kama helmet fulani, kwamba akianguka asiumie. Kwa zote hizo ni za kujilinda. Silaha pekee ya kushambulia ni hiyo ya mwisho, neno la Mungu. Kwa hiyo silaha zote ambazo amezitaja makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza ni silaha za kujilinda, kuzuia mishale ya yule mwovu. Lakini neno la Mungu kazi yake pekee yenyewe ni kushambulia. Sasa imeandikwa usimwache mwanamke mchawi kuishi. Imeandikwa achimbaye shimo hutumbukia mwenyewe. Imeandikwa ajengaye boma nyoka watamuuma. Imeandikwa atengenezaye mawe ataumizwa kwayo. Even imeandikwa neno la Bwana ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Imeandikwa na ikumbukwe wana wa Edomu waliposema bomoeni bomoeni hata misingini, na itoa nyundo na vunje misingi yako. Kwa tunaona neno la Mungu ndio silaha kwa ajili ya kushambulia. Kwa sababu watu wengi wanaomba maombi ya kujilinda. Maombi ya kumlilia Bwana ni maombi ya kujilinda. Bwana, muangalie mtumishi wako naposhambuliwa. Bwana unisaidie, inuka unisaidie, inuka uniponye, inuka Bwana Yesu iniinue. Anakuinua, anakusaidia, anakuponya. Lakini yule adui na yeye pia yupo. Lazima ukimshambulia adui inapeleka salamu kwamba hata wewe si tu wa hivi hivi, si tu wa kujikinga, pia na wewe una silaha. Ukiweka fensi kubwa unajilinda. Lakini siku moja akiwa getini ukapiga hata risasi kwenye geti, kwenye ukuta, anajua kumbe huyu si tu fensi ya umeme ya kujilinda, na yeye pia na nini? Ana silaha ya kunishambulia. Kwa hiyo nikimwendea niwe makini. Kumwendea mtu mwenye silaha za kujilinda, hana za kushambulia, unamshinda kwa wepesi. Kwa nini? Pale nyumbani kwake ana mlango mkubwa wa chuma. Minzi ukiuvunja umemfikia. Nasikia vizuri, unamfikia. Lakini wewe ukiwa mbali unaweza, kwa sababu wewe una silaha ya kushambulia. Adui yeye ana silaha za nini? Za kushambulia. Kwa inabidi ili pia na wewe akuheshimu, na wewe pia unajilinda, unashambulia. Unajilinda, unashambulia. Unajilinda, unashambulia. Ndio aina ya vita vya kwetu. Yale yaliyoandikwa, mengine yameandikwa ufunze kujilinda.
ile imani yako inakulinda. Kwa sababu gani? Tunalindwa na nguvu za nani? Kwa njia ya nini? Ona, imani ni silaha ya nini? Kujilinda. Lakini hujilindi tu yani. Ndio maana kama nakumbuka ile ibada ya wanawake tukafundishwa nini? Kumfuata adui. Kwa sababu adui akiwa anakufuata wewe mahala pako tu, hata kama ukimshinda vita, hata ukishinda kuna madhara ya vita, kwa sababu imepiganiwa nyumbani kwako. Usimsubiri shangazi mpaka usiku atoke nyumbani kwake ili aje nyumbani kwako akute mweka malaika. Kabla hajatoka muendee kule kule yani. Je, unaelewa? Kwa sababu wengi unaomba, ukiwa usiku unaomba, Mungu unakuomba, naweka malaika kwenye mlango. Imeandikwa malaika wa Bwana ufanye kituo, wakitoka mchana na kuokoa, na panda malaika hapo wanilinde. Kabla ya kupanda malaika, wewe kwanza toka, yule adui mfuate kule aliko, muondolee uwezo wa kutoka kule aliko na kuja pale ulipo. Bwana, nalinda hii ofisi yangu kwa damu ya Yesu, kwa malaika. Kabla haujailinda, mfuate yote yule ambaye ana wazo la kushambulia biashara yako, ana wazo la kushambulia mfuate kule. Una uwezo wa kumfuata, uwezo wa kumfuata unao. Kwa msaada wa Bwana unaruka ukuta, kwa msaada wa Bwana unafuatia jeshi. Kwamba Mungu amekupatia uwezo ujilinde, ila sometime hujilindi, unamfuata adui kule kule aliko, maana uwezo wa kumfuata unao, na umepewa aina ya sura ya kumfuatia, ambayo ukimfuatia, hata kama yeye ambavyo yeye akikujia haji kama yeye. Akikujia ni mjusi usiku, akikujia ni paka na ukimbiza, akikujia ni si ng'ombe, ni mtu kabisa yani. Ndio maana kwa kadiri unawavua maumbo ya adui zako, utahama kuota ndoto kukimbizwa na fisi. Unahama kabisa yani. Nisikie, unahama. Kwa kadiri unawapiga adui, unawavua sura zao, unawavua maumbo yao, itafika hatua ndoto za kuota nyoka na kukimbiza utajisahau. Atakuwa akija shangazi, unamuona shangazi vile vile alivyo, na ukimuona anajua kama ni wakaribu au kama ni jirani. Hakuangalii vizuri kwa sababu umeshamuona. Namna ya kwanza ya adui ya kuogopa ni ukishajua nini anafanya. Mungu akupatie macho usione tena nyoka na wadudu, umuone adui kwa sura yake katika jina la Yesu Kristo. Neno yafungua macho yako uanze kuona kwa sura zao halisi katika jina la Yesu Kristo. Wanaokujia usiku na maumbo yao, leo na wavua maumbo, wanapokuja uwatambue kwa sura zao katika jina la Yesu Kristo. Uwatambue kwa sura zao kwa damu ya Yesu Kristo. Uwatambue kwa sura zao katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo namna unatoka, usilai tu kujirinda, usiwaze tu naweka malaika. Kabla hujalala toka, mwambie imeandikwa itakayofungwa duniani na mbinguni limefungwa. Ewe shangazi, leo nakufunga, hutatoka kwenda kuanga. Nafunga roho yako ya uchawi ndani yako, haitatoka leo hii. Kwa hiyo ajue kabisa, akiendelea kuja kukuangia wewe kwenye kila kwa sababu wachawi haikosa kikao kimoja ni adhabu. Kwenye uchawi hakuna dharura. Unasikia? Kwa sababu roho haiumwi, roho haichoki. Wao wanafanya kazi kila siku kwa sababu wanafanya kazi kwenye roho. Kwa hiyo siku hiyo ukimfungia ndani asiende kuanga, mamlaka unayo ya kufunga duniani, mbinguni imefungwa. Kwamba leo nalifunga hili anga la mtaa wangu, hakuna mchawi wa ndani ya mtaa na wa nje ya mtaa atakayepita. Neema ya Mungu imetawala hapa. Alafu lala. Ukiwa na maarifa ya vita, hupigi yale masilaha ya kwenye kichaka tu, si kina sungura humo unapiga papa. Ukiwa na maarifa unajua adui amekaa wapi. Kwa ukianza kufiatua usemi na kusanya wachawi wote, wewe maombi hayo kwa majina, kwa sababu si umeshawaona, si unawafahamu, ili ya kwamba na wakusanya adui zangu wote. Kwa kusanya wote inakuwa kule kwenye hitimisho. Huku mwanzoni kipaumbele ni unaowajua. Fulani leo na kukabili, fulani leo na kufyeka, fulani leo na kupokonya uwezo wako, fulani leo na kufunga pale ofisini. Hutakuwa na uwezo wa kuanga tena.
na geuza anga la pale ofisini, kama ndani ya ofisi iko mchawi, hutafanya kazi. Yaani ukija na uganga ofisini, pale utaongea pale mlangoni. Kwa sababu gani? Mahala ulipo wewe, hata kama ni ofisi ya watu, kuna mambo haruhusiwi kufanyika kwa sababu wewe ni mwana wa mfalme. Kwa hiyo ofisi nimeajiriwa, si ya kwangu, lakini kwa sababu mimi niko hapa, hakuna namna ya uchawi itafanyika ifanikiwe hapa. Na kwa sababu wakifanya ikashindikana, wataanza kuwaza, nani aliyeingia hapa ofisini ambaye ameridhia anga uchawi isifanye kazi? Watagundua ni wewe. Wataanza kushambulia. Kana kushambulia, upigani yani sana. Si unawajua? Si unawafahamu? Ndio maana lazima neema ya Mungu ya kuona ikuzukie kwa jina la Yesu Kristo. Popote unapokuwa, kama kuna adui, wewe unaanza kumfahamu mapema. Unaanza kumuona mapema. Na unawazidi kuendelea kumjua Mungu, si mpaka ulale usingizi. Kuna mtu pale alipo unagundua si wa kawaida. Pale yani unapokutana na yeye, Mungu anakupatia macho, unamwona kabisa huyu si wa kawaida. Kwa ukimuona si wa hivyo, namna unadili naye ni tofauti. Hebu sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo nazitwaa silaha za Bwana zote kwa jina la Yesu. Kuanzia leo naitwaa ngao ya imani, ili niweze kuizima mishale ya moto ya yule mwovu kwa jina la Yesu. Kila mshale wa moto ulioelekezwa kwenye maisha yangu, ninauzuia kwa jina la Yesu. Nauzuia kwa jina la Yesu. Nauzuia kwa damu ya Yesu. Nauzuia kwa damu ya Yesu. Naomba ukae. Kwa haya nimekupatia kama maarifa ambayo utaongezea sasa kwenye kile ambacho tulijifunza Jumatatu. Uanze kujua vita vya kiroho, lakini silaha za vita vyetu, ambazo nimekupatia hizo 5, lakini kazipitie. Ukifanya mbaya, soma hilo andiko la Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10. Soma tena pole, itakusaidia. Ukianza vita vyako, upigane tena ile vita ya kujilinda. Tumegundua kuna silaha tumepewa za kujilinda tukishambuliwa, ila tumepewa silaha kubwa na sisi ya kushambulia. Silaha ipi? Imeandikwa. Unajuaje Yesu vita yeye na shetani alishinda? Kwa nini? Imeandikwa tu. Kila kishambulia imeandikwa. Kila kishambulia imeandikwa. Maana yake nini? Shetani anaweza asikushambulia kwa uchawi, anakushambulia kwa mawazo. Sawa? Anakupa wazo ambalo ukilifanya ndio anguko mahala fulani. Anakupa wazo ambalo ukilifanya ndio kutokupenya mahala fulani. Kwa hiyo kwa sababu unajua namna ilivyoandikwa, kila wazo linalokujia unalipima kama ilivyoandikwa. Unaanza kuona sasa. Ndio maana ni ngumu kujifunza neno la Mungu. Ni rahisi kusoma kitabu cha Ngoswe Penzi, kitabu cha uzembe, na ukimaliza, lakini ni ngumu kusoma tu Mathayo sura ya 1 ukimaliza. Kwa nini? Kiwango unajaa neno la Mungu, unajaa silaha za kupigana umshinde nani? Shetani. Harusu yani. Kwa target yake si kwenye wewe, target ni kwenye aliyekubeba. Muda wa kusoma, support ya kwanza, ili wandani apate lile neno, lazima wa nje aone. Kwa wandani anasoma Biblia ya nje kupitia nini? Mwili huu. Wewe unasoma, jamaa hili halisomi. Hii jamaa kazi yake ni kumwezesha wapi? Anayetafakari sio huyu. Tafakari ukisoma, tafakari ukisikia neno, sio huyu wa nje. Kazi ya huyu wa nje ni ili masikio yake yamsaidie yule wa rohoni kusikia yanayoongelewa wapi? Nje. Ndio maana kuna muda Mungu akiamua kuongea na wewe, si mpaka maiki hii hapa, utakuwa ndani umekaa, anaanza kuongea na wewe kwa sauti ya ndani, ambayo hiyo haitaki tena usikie masikio ya nje, ndani kwa ndani. Amen. Tumtolee Bwana sadaka zetu. Kwa nini mwae kumaliza? Nataka angalau tuanze mapema kazi ya kusafisha kule juu. Mapema angalau irudi nyumbani mapema. Kwa hiyo kumaliza saa 3 alafu ndio uanze kufanya kazi hiyo saa 3. Unamaliza saa hizi hata wewe anawahi nyumbani angalau
usombe mirunda kadhaa ndipo uondoke. Tuna kazi ya kuhamisha miti kule juu na kuipanga huku chini kwa ajili ya usafi wa siku yetu kubwa ya Jumapili, kuabudia kwenye ukumbi wa baraka. Kwa hiyo baada tu ya hapa tutafanya kazi hiyo, usiondoke. Chukua miti kadhaa, fanya kazi kidogo alafu ndipo uondoke. Bwana anamaliza mapema saa 1:30. Hata yule ambaye anawahi nyumbani angalau na yeye afanye kidogo. Lakini hicho ambacho nimekuambia ni muda mchache lakini kina nguvu kama ukielewa. Leo ukienda nyumbani usijilinde tena. Leo ukienda nyumbani anza na wewe kushambulia. Ndio maana kuna kitabu kinauzwa pale kinaitwa Silaha za Vita Vyetu. Kile kimeandikwa sasa, hayo maandiko ambayo ndio silaha zetu. Inauza 5,000 tu, 5,000. Lakini maarifa yake yana nguvu kuliko 5,000. Kama hauna leo au kesho kichukue. Kila siku ukilala tuma mashambulizi. Kabla kujilinda anza kushambulia kwanza. Kwa sababu unamzuia adui kuja. Kwa sababu hiyo atashambulia kutokea mbali. Kuliko aje mpaka aingie ndani. Akutoe kitandani akulaze chini. Aingie ndani, akulishe nyama za watu ili waamke asubuhi kujitapisha. Kweli akikulisha una nguvu ya kufanya nini? Naamuru kile ambao wamenisha usiku vife. Lakini una uwezo hata wasikulishe. Kwa nini mpaka wakulishe? Unaweza kuwafunga wasikulishe. Hiyo sasa neno la Mungu kazi yake ni kushambulia na sisi sasa. Imeandikwa. Kwa kile kitabu kimeelezea kila engo. Kimeelezea ilivyoandikwa kuhusu kazi. Maana yake ni silaha ambazo unazitumia kuinaombea kazi. Imeandikwa sehemu nyingine kuandikwa kuhusu ndoa. Maana yake ni maandiko au silaha za kushambulia ukiwa unaombea ndoa. Imeandikwa kuhusu amani. Kwa hiyo ni silaha za kushambulia wakati unaombea amani. Imeandikwa kwa habari ya vifungo labda ya familia. Kwa yale maandiko ni silaha za kutumia ukiwa unaombea familia. Kwa muhimu sana kama wewe ni askari wa rohoni uwe nacho. Unaomba usiku ukawa na hicho na cha maombi ya kushindana, utashangaa. Yako mambo lazima yatabadilika. Kabisa, yako mambo lazima yatabadilika. Kwa sababu vita yako utaanza kupigana kwa maarifa na kwa silaha nzuri kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo namwombea mtu huyu anapotoa mbele zako kwa moyo wa kupenda, fanikishe katika yote. Fanye kuwa na imani. Kama umesema zaidi ya yote itoa ngao ya imani. Imani yake ikue kiwango cha kuwashinda adui zake. Kiwango cha kutokuogopa mtu yeyote ambaye anasimama mbele yake. Neema ya Mungu ikufanikishe kwenye kila kazi ya mkono wako katika jina la Yesu. Amen. Tutoe mbele za Bwana sasa kwa moyo wa kupenda. Alafu baada ya hapo sasa tutakuwa tunaelekea kule juu kufanya kazi hiyo. Jambo nili kuomba, jambo nilile 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 kuomba. Naomba usimame niombe kwa ajili yako. Kesho ni siku ya watoto, lakini pia tutakuwa hapa asubuhi kuanzia saa 2 kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, kwa sababu tuna kazi kubwa ya kumwaga zege kule. Kwa hiyo
panahitaji usafi mkubwa sana kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Kwa hiyo sote watendakazi wote na wasio watendakazi, saa 2 kesho tutakuwa hapa kuanza hiyo kazi ya kusafisha nyumba ya Bwana. Kwa hiyo mwambie Bwana, siku ya kwanza nyumba hii kuanza kuabudiwa nilifanya kazi hapa. Jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye leo umempa nafasi ya kujifunza kile ambacho ulitaka akijue kwa habari ya vita vyetu. Vita vyetu ni wakati wote katika jina la Yesu Kristo. Lakini tunapigana katika silaha. Kwa silaha mojawapo ni neno kama ilivyoandikwa. Namwombea mtu huyu umjaze maneno yako ndani yake, umwekee kiwe neno lako, kwa sababu hiyo likijaa ndani yake ndio silaha za kumshambulia adui anayetesa maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo na uzuia kila mkono wa adui shetani ambao ameshambulia mtu huyu kwa sura yoyote na umbo lolote, hutamshinda kumuonea mtu huyu. Neema ya Mungu iwe juu yako na ulinzi wa Bwana ukufunike, na kwa imani yako uamini kwamba unalindwa na nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ulinzi wa Mungu uwe juu yako, juu ya wanao, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako na kila jambo ambalo unafanya. Mungu akuongoze katika jina la Yesu Kristo. Kila jambo unaloliendea, Mungu akuagizia malaika wake watangulie mbele yako na waifanikishe njia yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Kwa haraka